Mungu alipowatoa wana wa Israeli, kwa sababu Biblia inasema yaliandikwa yatufundishe sisi. Yamekwisha andikwa ili yatufundishe sisi. Mungu ni mwalimu mzuri sana anayefundisha watoto wake, kwa sababu Biblia inasema ndiye anayefundisha. Kama tunavyosoma Yohana 6:45, imeandikwa katika manabii, wote watafundishwa na Baba yangu, na wote wanaofundishwa kujifunza kwa Baba yangu watakuja kwangu. Kwa hiyo Baba anafundisha. Mungu anapofundisha maisha yetu, wa baadhi ya masomo huwa yanatupatia changamoto, na ana nia njema ya kufanya vile. Kwa sababu kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 ile aya ya 1 hadi ya 3 anasema apate kutujulisha kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chake. Kwa hiyo aliwatweza kawaacha waone njaa ili wajue yaliyomo moyoni mwao. Kwa hiyo Mungu anapofundisha anatumia maeneo makubwa matatu. La kwanza, anatumia neno, kwa sababu neno ndio linalotutakasa. Neno ndio linamweleza Mungu yukoje. Hiyo ndio ajenda kubwa. Ndio maana Biblia ni uvuvio wa mapenzi yake, jinsi alivyo. Kwa hiyo watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno ndio silaha kubwa ya Bwana katika kutusaidia kujua Mungu ni nani. Na tukijua, Yesu anasema nimewapa neno lako na wamelipokea, na walipolipokea wakasadiki nimetoka kwako na nimetumwa na wewe, kwenye Yohana 17. Kwa hiyo neno ndio linalo tusaidia. Ndio maana Zaburi 119 aya 11 inasema moyoni mwangu nimeliweka neno nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo neno likishakaa ndani, dhambi inaenda nje. Kwa nini inaenda nje? Udanganyifu wote wa shetani unakuwa wazi. Mungu ni pendo. Ndivyo tunasoma waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 na ile aya 8 na 16. Tunasoma pia Mungu ni nuru katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza na ile mstari wa 5, ni nuru. Lakini pia tunasoma Mungu ni kweli kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 na ile aya 33. Kwa hiyo tukishajua Mungu ni kweli, Mungu ni nuru, Mungu ni upendo, ibilisi anakuwa mwongo na anakuwa muuaji. Kwa hivyo neno ndio linalotufanya tujue Mungu wetu yukoje. Mtanifananisha na nani, asema Bwana. Hii ndio hatua yake ya kwanza, ndio inaitwa upanga wa Roho. Kwenye ile kitabu kile cha Efeso sura ya 6, upokeeni upanga wa Roho ambao ndio neno. Anapoandikia kwa Ibrania ile sura ya 4:12 anasema neno la Mungu li hai, tena linakata kuliko upanga wao wenye makali kuwili, na linajua mpaka makusudi ya moyo. Li hai. Neno la Mungu sio lilokufa, li hai, liko linapumua, lina uwezo. Maana linakufanya wewe na mimi mpaka tunafanyika kuwa viumbe wapya. Neno lake, mbingu zilifanyika kwa neno. Watu watazaliwa mara ya pili na kwa neno. Watu watajua Mungu wao anavyofanana kwa neno. Wataishi katika maisha ya sasa. Neno na neno peke yake.